Mashirika 4,779 ya kijamii yaliondolewa katika sajili ya mashirika mwaka uliopita. Ripoti ya hivi punde kuhusu mashirika yasiyo ya kiserikali mwaka 2024-2025 inaonyesha kuwa mashirika hayo yaliondolewa kwa kukiuka sheria na kanuni za maadili. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa ripoti hiyo katika jumba la KICC, Mama wa Taifa Bi Rachel Ruto alisema kuwa mazingira mapya nchini yataruhusu uadilifu katika sekta hiyo. Isaac Musyoka anatuarifu. Mama Taifa Bi Rachel Ruto ameongoza viongozi wengine serikalini akiwemo Waziri wa Usalama wa Ndani Onesmus Kipchumba Murkomen kuzindua wiki ya mashirika ya manufaa kwa umma. It is now my honor to officially preside over the Public Benefit Organizations Week 2026. Mashirika haya yanayotoa huduma kwa Wakenya bila kuleta faida kwa washikadau mbalimbali wake, yakiwemo Red Cross, Amref, World Vision miongoni mwa mengine, yametajwa kuwasaidia na kuwezesha wananchi katika maeneo ambapo imekuwa gumu kupata msaada wowote wanapopatwa na majanga, pamoja na kuboresha maisha yao. Public benefit organizations are not peripheral actors in development. They are central partners. They are often the first to respond, the last to leave, and the bridge between policy and people. PPOs do not replace government. They reinforce it. They do not compete with communities. They empower them. And that is why the full rollout of the PPO Act is such a significant milestone. The PPO Act provides not just a framework for regulation, but a foundation for trust. Vilevile Mama Taifa ametaka mashirika haya kushirikiana na serikali na idara zingine katika sekta mbalimbali ili kuboresha utoaji huduma wao kwa Wakenya wanapopatwa na changamoto. As we move forward, I encourage all of us to ask, how do we deepen collaboration? How do we scale what works? How do we ensure that no effort is duplicated and no community is left behind? Hata hivyo, Waziri Murkomen akiweka changamoto kwa Wakenya kuangazia kuchanga rasilimali za kuwezesha utendakazi wa mashirika haya, kwani asilimia kubwa ya rasilimali zao huchangwa kutoka mataifa ya kigeni. Why is it that many of these organizations, almost 80% of these resources are from outside the country? How come it is not from ourselves? I think that is the next phase. We need to have a sector that is trusted by private sector, by business people, by rich people. You know, we have in Kenya so many well-endowed, successful people. They retire and they have wealth and they're wondering how to contribute to society. The only thing we do is to call them for harambes. And harambes are not sustainable. In fact, I keep telling my friends that these harambes we go to Changia Uyu for school fees, for bursary, for those people who have more resources, business communities, business people, companies, and so forth. If this sector is properly organized, they will establish endowment funds, scholarships, and so forth, and they can be able to meaningfully give to society in a way that is transparent and recognizable. Isaac Musyoka, Undugu TV.